Hello, mambo vipi mtu wako wa kazi, mtu wa maana au sio? Shimba hapo kwenye mcheko wa WATV. Na siku ya leo kwenye exclusive navyo nina kaka hapa au sio? Anaitwa Castro Boy. Hello, mambo vipi? Safi sana blaza. Kwema lakini Sana kizazi. Wasio wakufahamu kwa jina gani? Kwa majina naitwa Castro Boy, Castroma, shabiki sugu wa D1 timu ya nyumbani. Shabiki sugu wa D1. Yeah. Vipi umetuandalia nini kwenye huu mtanange ambao tutapata kesho hapa? Dabi ya kesho lazima tutachinja. Tuna uhakika tutachinja. Bilombe tutawafunga. Tena tutaenda kwenye mapena, tutaenda kupolonga. So bali tutawafunga kwenye mchezo tu. Tena dakika za mwanzo watatobolewa magoli mpaka wenyewe watashangaa. Kwa nini tuambie timu tafunga au mtatoboa sana, unajiaminisheje kwa mtawapiga? Sisi D1 tuliweka kiapo kwamba tutafunga Bilombe mara 5. Na hivyo tushefunga mara 3. Moja ilikuwepo kule Eletroa, ya pili ilikuwa Etroa, ya tatu kwa Makazi. Na 4 hii tunaenda kutana mpaka mara 5, na ndio itakuwa mwisho wangu wa mimi kupaka rangi na staff. Wewe uliacha kushabikia nini timu ya D1 tangu lini? Naanza kushabikia timu ya D1 toka ningali mtoto. Mimi nilizaliwa hapa D1. Ulikuwa na miaka mingapi? Toka tumboni mwa mamangu mimi kuzaliwa tu nikaanza shabikia D1 kwa maana mimi ni mzaliwa wa hapa. Yaani mimi nilikuja koma tunajua hakunaga timu zingine hapa kama tofauti na D1. Nikakuja kujua sasa baadaye nilipofika mwaka 2006 ndo nikaanza kujua kumbe kuna kuaga Bilombe, kuna kuaga Feba, kuna kuaga zingine timu mbalimbali hivyo. Ndio hivyo. Kwa D1 iliundwa mwaka gani? D1 toka na sisi baba. Toka na sisi. Sisi ni Waswahili, sijui ni Wakongomani vya maneno nteni kuviongea Kiswahili huwa vinasumbua sana. Toka na sisi baba. D1 iliumbiwa. Toka kambi ianze D1 ilianza pale. Na mpaka sasa hivi tupo na D1. Unaweza kutujuza kidogo ya historia ya D1? Story kidogo ya D1. Sisi nikajuza story kidogo ya D1 kufuatana nini, kwa maana nilifanya miaka 7 nje ya kambi, sikuwepo kambini hapa, nilikuwa nimetoka. Sikuwa nafuatilia. Nilikuwa nipo mbali, alafu Kongo, so unajua Kongo tena. MB hakuna nini, simu. Hivyo ndo hivyo yani. Okay. D1 alichukua ubingwa wa mwisho ilikuwa ni mwaka gani? D1 ilichukua ubingwa wa mwisho mimi najua ilikuwa mwaka 2021. Ndio ndo ubingwa najua ambao tulishika. Lakini zingine zote tulikuja kukutana na kichapo. Ndio maana tulikuwa tuko chini, lakini sasa hivi kiwango kimepanda. Tunataka tufike final, tuchukue final hii. Twende kuchukua wengine ushindi wetu, twende kuhesabu makombe ndani ya D1. Nilisikia msajili kutoa wachezaji Kongo. Unaweza kutuambia na wachezaji kina nani? Wachezaji wetu ni wale tu. Yaani walikuwa wametoka kidogo leo wamerudi. Kwa maana mtanange ni mkubwa, natakiwa pambane na Wakongo Wakongo kwa Kongwe. Kwa maana Wakongo wetu wamerudi kuja kushangilia mtanange huu, kwa maana hii ni mechi kubwa sana. Bilombe wanataka wapindue ile kauli yetu ya kufungwa mara 5, lakini na sisi tunataka tutimize kauli yetu ya kufunga mara 4. Ndio hivi tunaenda na final, lazima tufike tuchukue kombe. Kesho Bilombe lazima itafungwa. Muwe na imani, mashabiki wa D1 muwe na imani. Usijali. Kwa vipi unaweza kutuambia vipi, kwa sababu ni shabiki sugu wa D1, unaonaje kwenye timu yenu mapungufu hapo kwenye namba gani? Mapungufu kidogo litaka kuwa nyuma, lakini kuna madogo tulisajili walitoka huko Etwale. Yale wale dogo walikuja kuziba pengo pale. Yaani hakuna, sasa hivi tumefunga. Ndio maana nakwambia kila kitu D1 sasa hivi tunacheza mpira wa kizungu. Ni Brazil. Sasa hivi ni Barcelona ya kisasa hapa kutoka mbini. Ni Simba ya Tanzania. Kwa wewe unasema eti kesho mtafunga. Kwa umeionaje Bilombe? Kwa inapoea au? Unasemaje? Bilombe unaionaje, wachezaji wanapoea au ndio maana umesema eti mtawachapa tu? Bilombe tutawachapa kufuatana nini? Bilombe kwanza wana mchezo wote ule. D1 sisi tulicheza. Wana kitu ambacho kilikuwa kinatuchanganya sisi, alikuwa ni kocha. Kulikuwa mafarakano na kocha na mashabiki, lakini sasa hivi tumemsamea kocha, tumemrudisha. Na ndio maana hata uliona mchezo uliopita kocha wetu alitupangia vizuri. Na sasa hivi ule ambao waliupanga mechi uliocheza hapa na Abetroa, wasubiri pale, tutarekebisha zaidi hapa. Yani tutacheza mara 2 ya pale. Yani itakuwa speed ni speed. Kwa maana sisi hatutaenda nao mbali. Yani mchezo wetu tutamaliza kwa hatua ya mwanzo tunamaliza mchezo wetu, tunapiga goli 2, tunamaliza. Hatutasumbuka kuna vya kwenda mbali wala wapi. Wajiandae kupokea goli 2 Bilombe. Mara ya mwisho D1 kukupa stress za kuumia ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kabisa ilikuwa ni siku ile mimi na Hodari. Siku ile nilia sana. Lakini vya maana kale naonaga ni kawaida tu, unajua tena vya makundi ni kawaida. Maana kale walitupiga, lakini sasa hivi wako wapi? Na sasa tulikuwa tunataka kwanza, walikosea sana CD tungeacha wapite tukutane nao kwa mbele huko ndo tungesambua. Sasa hivi tuko vizuri. Sawa. Ulianzaje kupata idea ya kujipaka rangi ya ambayo inaonesha tunaweza tukasema rangi ya bendera ya D1? Ulianzaje hizo idea mwana?
hizo idea niliamua tu. Kwa maana nilikuwa navifuatilia kwenye TV nikaona hiki kitu kwa nini sikifanya hapa kwetu kambini. Hivi tu masuala ya kushabikia kwa nini sivifanye hapa? Na kipindi nilipoanza watu wengine wanasema kwamba huyu hapa ni msazi, huyu hapa ni nini, huyu anavuta bangi. Lakini niliwasikiliza tu. Lakini sasa hivi nakuwa nakula matunda kwa maana hata hela yote ya mashabiki ikifika lazima itafika kwangu kwanza mimi. Siwezi kosa hata 1000 ya kununua hata voucher. Kwa maana hela zinafika kwangu hata kama vingine zitatoka hela nyingi lakini hela zote zitafika. Mumpelekee kwanza shabiki. Hata hela ikitumiwa mumfikishie Kasro hela kadhaa. Kuna kitu kinatakiwa kinunuliwe kwa mashabiki. Kuna bendera nataka ninunulie, lazima hela ifike kwangu. Na ndio maana unaona hata pale mimi natengeneza vitu vya timu. Hivyo ni vitu vyetu kwa maana hivyo ni idea zangu. Yaani nitakuwa naendelea gisi kadiri na siku zinaenda nitakuwa naendelea kuleta idea. Hata mimi nikistaff ndaweka watu ambao watakuwa naendelea kuleta idea zingine zaidi ya zangu. Kwenye rangi unakuwaga unawekeza shilingi ngapi? Kwenye rangi mabosi wa Ulaya huaga wananuaga kopo 10,000. Ndio huaga wananuaga mabosi wangu wala kwa maana mimi sitoagi hela yoyote kwenye mfuko wangu. Mabosi wanatoaga kopo moja wananunua kwa shilingi 10,000. Hujawahi kupata changamoto yoyote kwa sababu tunasikia ukipaka rangi ukitoa lazima itaacha hali fulani hivi asitofahamu kwenye ngozi yako? Ilikuwa mwanzo lakini sasa hivi hapana. So unaona sasa nimepaka wiki hii hapa lakini sio niko sawa. Na tena kesho nitapaka. Na hata kesho tena ukija kunifanyia interview hata kesho jioni ama kesho yake asubuhi kwa maana itafika kesho yake asubuhi nitakuwa na rangi kwa maana tutafunga Bilombe na sitaoga. Ndalala hivyo. Tutakuja kukutana siku ya 3 asubuhi mkuje mchukue interview. Nitakuta nimetoa vyote na sura iko vizuri. Sasa hivi na utaalamu ambao natumikisha kwa kupaka rangi hata madogo wote wanaopaka rangi na waoneshe utaalamu. Naona unatuandalia bendera, utaziuza au? Hizo bendera hizo kuna manager amezisupport Kizungu ndo amesupport hizo bendera kufuatana na tuwapatie mashabiki na hakuna shabiki ambaye atanunua. Na atakayenunua atoe taarifa kwa viongozi, atoe taarifa kwangu, hakuna mtu ataoshwa bendera. Bendera ziko 100 na zaidi. Kila shabiki wa DE hata uwe nje ya DE, wewe ni shabiki tunajijua. Njoo hapa unitafuti mida saa 6 kamili tunazoga bendera. Wewe kama shabiki sugu wa D1 unashauria nini kuambia mashabiki wenzako kuhusiana na vurugu ambazo mnatiaga kwenye mauwanja? Vurugu gani? Kugombana. Nani au gombana? D1 mashabiki. So kwamba hivyo sasa kwamba D1 na gombana, unajua kuna watu wanatofautiana. Kuna shabiki anaenda na vurugwa, kuna shabiki mwingine, kuna wengine wameshavuta mabange, kuna wengine wameshakunywa mapombe. Unasikia? Lakini sisi ni watu ambao tunishaelewa. Kama hizi mechi kama derby kama hivi. Siwezi nikakunywa pombe. Mimi naenda kule mimi namuomba Mungu wangu timu yetu ifanikiwe. Mambo mengine kama nikamjeso kidogo ndo katapigwa baadaye. Lakini sasa kule unakuta wengine hawasikii hivyo wanaenda waisha leo. Sasa tu mshauri unakuwa ni vigumu. Lakini sasa hivi tunaendelea kujaribu kuhamasisha waachane na vitu kama vile kwa maana viko vinaleta vurugu. So tu D1 timu kama zote kambini. Kila wakitaka enda mpirani mpaka walewe vijana. Kila wakitaka enda mpirani mpaka walewe. Sasa ile inaleta vurugu. Ningeomba matimu zingine wao nakataza hata mashabiki zao kwa nakunywa pombe mbele ya kwenda kumechi. Tuende kwanza tutimize malengo, furaha baadaye kisha tukunywe pombe. Sijakataa. Tukiangalia dabi ya mwisho hapa D1 tulisikia gate kwa mmempiga nani referee alikuwa mshika kibendera. Yaani hizo skendo ulizichukuliaje? Ilikuwa ni ukweli au ilikuwa ni uongo? Hizo skendo ilikuwa ni uongo. Na ndio maana nilikuambia kwamba tulishindana nao huko ile Trua baadaye tukaenda shindana nao kwa makazi. Tulikuwa 14 baadaye tukaenda shindana kwa makazi. Makazi ndio akasema wameonea ndio maana sisi tulipewa ushindi na tukapewa alama zile alama 3. Ndio hivyo. Sisi hatuna skendo za kupiga watu. Hiyo ni waongo hivyo wanadanganya. D1 hatuko hivyo. Labda timu zingine. Sijui shabiki sugu wa D1 Castro Boy unaweza ukatuambia neno gani la mwisho? Neno la mwisho ambao naweza kukuambia ni kusema kwamba kuhusu mabosi wetu. Mabosi wetu ambao wanaodhamini timu. Tuendelee kudhamini timu yetu. Timu sasa hivi iko vizuri. Wale watu waliovunjika moyo tu kwamba tumeacha D1 kwa maana D1 ishakuwa ovyo. Kwa sasa hivi tuko vizuri. Tunahitaji support yenu kidogo unacho. Tusaidie. Si mashabiki. Kuanzia timu poa itapendeza sana. And na swali moja nilikuwa nimelisahau. Hivi kati ya mchezaji na mganga nani ndo anakuwa na maana sana? Mchezaji. Kwa nini mchezaji? Mchezaji kwa maana mchezaji anacheza na bidii. Mganga siku kuna waganga wengine wanadanganya. Wanaanza kuja kukuambia tu kwamba chukua hii sombe hapo ukijipaka hivi utani. Kumbe ni vya uongo, anataka tu akukejeli, lakini unakuta mchezaji akijituma, bora tu na mchezaji mzuri kuwa mganga mzuri. Sasa mganga ambaye mnaye mnamwamini au? Sisi hatuna waganga.
Kwa nini? Sisi tunamwamini Mungu. Tunamwamini Mungu, ndio maana hapa Abetro uliona tulikuwa tunasema Allahu Akbar. Tulisali mara 5 pale. Ishara hiyo uitafute, utaona hata kwenye video nyingi za timu zingine, hata simu zilishika hizo klipu zipo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yani Mungu mkubwa. Tunamwamini Mungu tu diwani. Kwa hamna mganga. Sasa tuna mganga. Acha kufunga siri bwana, tuambie. Hatuna mganga, basi tunamwamini Mungu. Nasikia brother. Eti anamwamini Mungu au sio? Chapa ilale Shimba Port kwenye mchengo wa WATV Daru Chojo only tunaishi nao, tunakaa nao, ndio maana tuko nao. Behind the camera na mtu fulani hivi au sio? Woza. Thanks.